Karibu kwenye ulimwengu wa ubunifu na hadithi kali Titan Films TZ. Kabla tujaanza safari ya leo, hakikisha unapiga like, unabonyeza subscribe na usisahau share ili familia ya Titan Films iendelee kukua. Support yako ndio inatupa nguvu ya kutengeneza filamu, simulizi, hadithi bora. Tuanze. Watu wengi wakinisikiliza leo hunihukumu haraka. Wanadhani nilikuwa mtu wa pupa au labda sikujua ninachokitaka. Lakini wachache sana wanajua kilichonifikisha kwenye maisha niliyoishi. Niliolewa mara 2 na katikati ya ndoa hizo niliishi na wanaume 3 tofauti. Haikuwa ndoto yangu, haikuwa mipango yangu. Ilikuwa matokeo ya maamuzi, maumivu na kutafuta mahali pa kupumua. Ndoa yangu ya kwanza ilinifanya niamue kuacha kuota. Nilijitoa kwa moyo wangu wote. Nilivumilia. Nilikaa kimya kwa muda mrefu nikiamini mambo yatabadilika. Lakini hayakubadilika. Nilipoondoka, sikuondoka kwa furaha. Niliondoka nikiwa nimechoka, nikiwa sina mwelekeo na nikiogopa kuanza upya. Ndipo mwanaume wa pili akaingia maishani mwangu. Hakunioa, lakini alinipa kile nilichokikosa kwa muda mrefu: kunisikiliza, kunijali, kunifanya nijisikie bado nina thamani. Nilikaa naye nikijifariji kuwa labda ndoa si kila kitu. Lakini muda ulivyopita, niligundua nilikuwa nimehamisha tu maumivu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Niliondoka tena. Niliolewa kwa mara ya pili nikiwa na matumaini mapya. Nilijiahidi, safari hii nitakuwa makini. Nitachagua kwa busara. Nitachagua kwa akili, sio kwa maumivu. Lakini hata hapo, maisha yalikuwa na mafunzo mengine. Mwanaume wa 3 hakuniumiza vibaya, lakini alinifundisha ukweli mgumu kwamba huwezi kujipata mwenyewe kwa kuishi maisha ya mtu mwingine. Nilikaa, niliondoka, nikarudi, nikajifunza. Na ndipo nilipogundua jambo moja muhimu sana. Sio idadi ya wanaume uliokaa nao inayoamua wewe ni nani, bali ni kile ulichojifunza katika kila safari. Leo naweza kusema kwa ujasiri, niliolewa, nilikosea, nilijaribu tena. Lakini zaidi ya yote, nilijifunza kujichagua mwenyewe. Na bado hadithi yangu haikuishia hapo. Mwisho wa sehemu ya kwanza. Bila kusahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Titan Films TZ. Asante.